بالحرب والحصار والتجويع لشعبنا، فضلا عن أنها جريمة حرب قذرة ووصمة عار على جبين كل دعاة الإنسانية من المجتمع الدولي، فإنها لن تحقق سوى الخيبة لهذا العدو، ولن تؤدي إلى الإفراج عن أسراه، بل على العكس سينال أسرى العدو المتبقين ذات المعاناة كما كل أبناء شعبنا. وإننا نحذر عائلات أسرى الاحتلال وكل من يعنيه الأمر بأن لدينا إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من أسرى العدو الأحياء. Kufuatia tamko la rais wa Marekani Donald Trump aliloliita kuwa ni onyo la mwisho kwa kundi la Hamas, akilitaka kuwaachilia mateka wote mara moja, kundi hilo la wapiganaji limejibu kwa kutishia kuwaua mateka wote linaowashikilia iwapo mapigano yataanza tena huko Gaza. Katika ujumbe wake kwa njia ya video, msemaji wa kijeshi wa Hamas kutoka kikosi cha Al-Qassam Brigades, Abu Ubaida, amesema kwamba kuongezeka kwa aina yoyote ya uchokozi dhidi ya watu wa Palestina kutasababisha mauaji ya idadi kubwa ya mateka. Haya yanajiri baada ya Rais Donald Trump katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa Truth akiliamuru kundi la Hamas kuwaachilia mateka wote waliosalia, waliokufa au walio hai, la sivyo kundi hilo liangamizwe kabisa. Trump amelionya kundi hilo kwamba endapo litakaidi kufanya hivyo, basi ataitumia Israeli kila kitu inachokihitaji ili kumaliza kazi huko Gaza, na kwamba hakuna hata mwanachama mmoja wa Hamas ambaye atabaki salama. Kundi la Hamas limeishutumu Israeli kwa uonevu, kukwama na uchokozi wa kutokujali. Msemaji wa vikosi vya jeshi vya Hamas, Abu Ubaida, amesema kuwa uongozi wa adui unajaribu kukwepa makubaliano ya kumaliza mapigano huko Gaza, na kwamba waziri mkuu Netanyahu anatanguliza maslahi yake ya kisiasa badala ya maisha ya mateka wake. Amesema kuwa mvamizi huyo Netanyahu anaendelea kutafuta uungwaji mkono wa Marekani ili kuzidisha uchokozi wake dhidi ya watu wa Palestina. Abu Ubaida amesisitiza kwamba hata hivyo vitisho vya vita vya Israel havitawaletea chochote ila kushindwa, na havitasababisha kuachiliwa kwa mateka wao wakiwa hai, huku wakizionya familia za mateka wa Israel kwamba bado Hamas wanashikilia uthibitisho wa maisha kwa wale ambao wamesalia hai. Ameongeza kwamba wapiganaji wa Hamas wamejitayarisha kikamilifu kwa matukio yote yanayoweza kutokea, na kwamba kuongezeka kwa uchokozi wowote dhidi ya watu wa Palestina kutasababisha mauaji ya mateka wa Israel. Kwa mujibu wa duru za habari za Israel, mateka 24 walio hai bado wanazuiliwa katika ukanda wa Gaza, pamoja na miili ya mateka 35 waliouawa. Ili kuweka shinikizo kwa kundi hilo la Kiislamu, Israeli iliweka zuio na kusitisha kikamilifu utoaji wa misaada ya kibinadamu huko Gaza baada ya awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas kumalizika. Hii kimsingi inaathiri idadi kubwa ya raia wa Palestina wanaoteseka katika eneo la pwani ambalo linakabiliwa na uharibifu mkubwa wa kivita, umasikini na uhaba wa chakula. Serikali ya Israeli inataka Hamas ikubali kuongezwa kwa awamu ya kwanza ya usitishaji vita, na inaitishia kuanzisha upya vita kama kundi hilo halitawaachilia mateka wengine zaidi. Kwa upande wake, Hamas inakataa kurefusha kwa awamu ya kwanza ya makubaliano hayo, na inataka kuendelea hadi awamu ya pili ambayo inatazamia kumalizika kwa vita na kuondolewa kabisa kwa wanajeshi wa Israel huko Gaza. Kundi la Hamas hapo jana Alhamisi lilisema kwamba vitisho vya mara kwa mara vya rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Wapalestina ni uungaji mkono kwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kujiondoa katika makubaliano ya usitishaji wa mapigano huko Gaza na kuzidisha mzingiro wa kijeshi.
Katika ujumbe mfupi wa maandishi kwa shirika la habari la Reuters, msemaji wa Hamas Abdel Latif Al-Qannou amesema kuwa njia bora zaidi ya kuachilia mateka waliosalia wa Israeli ni kuhakikisha Israeli inaingia katika awamu ya pili ya mazungumzo na kulazimishwa kuzingatia makubaliano yaliyotiwa saini chini ya uangalizi wa wapatanishi. Awamu ya kwanza ya usitishaji vita ilimalizika siku ya Jumamosi, na Israeli tangu wakati huo imeweka kizuizi kamili kwa shehena za misaada zinazoingia Gaza, ikiwemo chakula, ikitaka Hamas waachilie mateka waliosalia bila kuanza mazungumzo ya awamu ya pili ya kumaliza vita. Hata hivyo, Wapalestina wanasema kizuizi hicho kinaweza kusababisha njaa kwa takribani watu milioni 2.3 wanaoishi katika magofu huko Gaza. بالحرب والحصار والتجويع لشعبنا، فضلا عن أنها جريمة حرب قذرة ووصمة عار على جبين كل دعاة الإنسانية من المجتمع الدولي. Imeandaliwa na kusanifiwa na mimi Dennis Kumwenda. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.